Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Tumeweza kuona kaka yetu Diamond Platnumz akiendelea kumbembeleza mtoto wake kwenye kigali cha kuweza kumbembelezea watoto, na wengi wao hawakuweza kutegemea kama Diamond Platnumz angeweza kufanya hiki ambacho alichoweza kukifanya. Najua kuna wengi watajiuliza maswali mengi ya kwamba vipi kuhusu mahusiano yao hawa watu, lakini ukweli ni kwamba kuna siri nyingi ambazo zipo, na Diamond Platnumz kwa upande wake ameamua kuweza kufunika kombe mwana haramu apite, na Zuchu ni hivyo hivyo. Kikubwa ni kwa sababu wanapendana na wanahitaji muda mwingi kwa ajili ya kuweza kumfanya mtoto aweze kuishi katika mazingira na malezi ya wazazi wote wawili, lakini una mambo ambayo yamekuwa yakiendelea na wengi wao walitamani sana kuweza kulitatua hili kabla mambo mengine hayajaanza kuharibika. Na moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikitokea katika maisha ya bwana mkubwa Diamond Platnumz ni kutaka kuweza kumfanya huyu mtoto awe katika misingi na mikakati iliyo bora, sio kama vile ambavyo malezi ambayo anayoyapatiwa bibie Tifa kwa mama yake. Na ameweza kusisitiza ya kwamba huyu mtoto wangu anatamani sana aweze kuwa mtoto wa baraka sana katika maisha yangu, kwa sababu ni mtoto pekee ambaye natamani sana kuweza kuona akipiga hatua kubwa sana katika maisha yake, na mara zote natamani kuweza kumfanya awe na furaha katika kila hatua ya maisha ambayo ninayopiga. Naamini katika hili Mungu atasimama nami na kunifanya niwe bora zaidi katika maisha yangu. Hivyo kwenye hiki najua wengi watajifunza kutokana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika maisha yetu sisi binafsi. Bwana, mambo ni mengi sana juu ya sakata hili ambalo linaloendelea, na Diamond Platnumz ameweza kusimama imara na kumfanya mtoto wake awe mtoto ambaye mwenye uwepo mkubwa sana katika maisha yake yote, maana kuna vingi ambavyo anasema atakuja kumfanyia mtoto huyu. Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Mimi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.